Karibuni sana kwa utangazaji mwingine wa taasisi ya uzima kwa wote. Mada kuu wa Galatia, Injili pekee, Injili ya Kristo. Ujumbe wa 16. Basi nikihubiri tohara, shauri la msalaba lingekuwa limeondolewa. Wagalatia 5 mstari wa 11 na Wagalatia 6:12. Nataka tushukuru Mungu kwa yote anayofanya katikati yetu, hasa kwa kutuonyesha katika Waefeso sura ya 1. Anatuonyesha kwamba Baba ako na hamu moyoni mwake, na hamu yake ni radhi ya mapenzi yake. Yaani ni mapenzi ya Baba ambayo ni hamu ya moyo wake au kitu anachokitamani. Na Mwana yeye hutimiza mapenzi yake kama neno linalotoa amri ya Mungu kwa utekelezaji, na Roho Mtakatifu kwa nguvu zake hutekeleza kulingana na mapenzi ya Baba. Na hivyo ndivyo mambo yanavyotokea. Namshukuru Mungu, Bwana anafanya mambo katikati yetu. Neno linakuwa linasemwa kwa uaminifu kila wiki, na tumekuwa tukilipokea kama sauti ya amri. Na nimewaambia wandugu kwamba hatulisikii tu ujumbe au kwa ajili ya kupata ujuzi wa Biblia, bali katika mistari na pumzi ya neno la Mungu tunapata kusikia kilio cha moyo wa Baba. Amen. Kile Baba anachotaka kweli. Anaposema neno hili, na mwisho wa siku ni mapenzi yake ni nini? Nimekuwa nikiongea na vijana kwamba wanajua ni kuhusu nini mapenzi ya Mungu, au tuseme siri ya mapenzi ya Mungu. Pia iko katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 9 na 10, inayosema kwa kuwa ametufunulia siri ya mapenzi yake kwa kufuatana na radhi yake aliyoipanga kwa Kristo. Radhi hii tunavyoelewa ni hamu ya moyo wa Baba ambayo ni siri ya mapenzi yake, na yeye alipanga kwa Kristo. Na siri ya mapenzi yake ni kufanya mambo yote yakusanyike katika yeye. Neno hili kukusanyika lina maana ya kumweka Kristo kichwani, kufanya Kristo kuwa kichwa katika nyakati za ukamilifu, mambo yote ya mbinguni na ya duniani. Kwa maneno mengine, mwisho wa siku, kile Mungu anachokitamani, kile Mungu anachotaka ni kwamba mwisho wa nyakati, kupitia vizuizi vyote
vya wakati na kabla ya wakati kukamilika, Mungu atafanya Kristo kuwa kichwa juu ya mambo yote ya mbinguni na ya duniani. Kwa hivyo mchakato huu wa kumfanya Kristo kuwa kichwa unahitaji kutekelezwa kwa njia ya kanisa. Ndio maana katika Waefeso 1:22 anasema, na amemweka mambo yote chini ya miguu yake na kufanya kuwa kichwa juu ya mambo yote kwa ajili ya kanisa, ambalo ni mwili wake, ukamilifu wake, ambaye ajaza yote katika mambo yote. Hivyo kanisa ni njia ambayo hii itatokea, kumfanya Kristo kuwa kichwa juu ya mambo yote, ambayo ni mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo ndugu, tunapaswa kujitolea kwa ajili ya jambo hili kutokea siku zetu. Kwa bahati mbaya, karibu karne 20 za historia ya kanisa zimepita na bado hatujaona hili likitokea. Lakini kwa shukrani kwa Mungu kwamba katika siku za mwisho Bwana anaharakisha hatua zake, na tunawajibu kama wafanyikazi wa saa za mwisho. Mungu ametuita ndugu, katika enzi ya Roho, kuhakikisha kazi hii. Mungu ameifanya tufahamu kwamba nani atakayefanya kazi hii ni neno la Mungu yenyewe. Amen. Na neno hilo ni kwenu tu, kwa wale tunaoalikwa ili tufahamu. Waraka wa kwanza kwa Wasalonika sura ya 2 mstari wa 13 unaonyesha ushiriki wa kanisa ili kazi ifanyike kwa njia ya Roho. Hivyo inasema waraka wa kwanza kwa Thessalonika 2:13, na sababu nyingine tunayo kwa kumshukuru Mungu daima ni hii, kwamba ninyi mulipokea neno tuliowasilisha kwa nyinyi, ndugu, mulilishika si kama neno la mwanadamu, bali kama neno la Mungu kweli, lenye nguvu kazini kwenu mnaoamini. Kwa hivyo kazi ya kanisa ni ipi? Kazi yetu ni ipi? Ili mapenzi ya Mungu yatimizwe, yaani Kristo awe kichwa juu ya mambo yote. Kwa sisi ndugu, tunapaswa kupokea neno linalotoka kwa njia ya mitume kama neno la Mungu. Kwa hivyo inasema, walipokea tuliowasilisha, waliosikia kama neno la Mungu, si la wanadamu, na neno hilo lifanye kazi kwa nguvu kwenu mnaoamini. Kwa hivyo kazi yetu kama kanisa ni kusikiliza neno la Mungu ambalo Mungu anatuma kwa njia ya manabii wake, na kuamini kwamba neno hili si la wanadamu bali lina Mungu. Na kwa njia ya imani yetu kwenye neno, Roho hufanya kazi ya Mungu, yaani kufanya kwa mujibu wa mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu ni yapi? Kwamba Kristo awe kichwa juu ya mambo yote. Hivyo hii inahitaji kuendelea kati yetu, haipaswi kusimama. Hii ndiyo mapenzi ya Mungu. Kila wakati sisi kama kanisa na ninyi kama washiriki wa kanisa mnaamini neno la Mungu, mnatoa nafasi kwa Roho kufanya kazi kwa njia ya imani yenu, na kazi ya Mungu inaendelea, yaani kazi ya Kristo kuwa kichwa juu ya mambo yote inaendelea. Sasa baada ya kufahamu hili, nataka kuwaambia kwamba tunachokumbana nalo
ni jambo la ajabu sana. Bwana kuanzia mwaka wa 2020 alitabiri kwamba mwanzoni mwa alfajiri, ambayo ni mwanzo wa kuja kwake, tutaona ishara. Ishara ya alfajiri ni kwamba katika kifua cha alfajiri matone ya umande yataanguka. Yani vijana watakatifu watajitayarisha kwa jeshi la Mungu duniani. Tumeona, hatujui mambo haya yatafanyika lini, lakini tunajua kwamba alfajiri ina ishara gani? Ishara ya asubuhi, kwamba wakati umande unaanguka, kwamba vijana watakatifu wajitayarisha kama jeshi la Mungu duniani. Na tumeona miujiza ikitokea kuanzia mwaka wa 2021 na wa 22. Vijana wamekuwa na nguvu zaidi kwa sababu ya unyenyekevu wao na upendo wao kwa neno la Mungu. Kitu cha ajabu kimetokea. Wamekuwa na nguvu zaidi kwa uhai wa Mungu na kwa Roho wa Mungu, na kwa hili Bwana amewapa nguvu kanisa zima. Vijana wamejiunga na troops wengine, wameanza vijana wamejiunga na jeshi hili, na sisi wazee pia tumejiunga kama watumishi wa Mungu, ili hii iwe chombo mkononi mwa Mungu kufanya mapenzi yake, na lengo lake ni kufanya Kristo awe kichwa juu ya mambo yote. Kristo kuwa kichwa juu ya mambo yote. Kwa hivyo, ili Kristo aweze kuwa kichwa juu ya mambo yote, anatuhitaji sisi kuwa sawa, kuwa na mwendo mmoja. Ndugu, kama miaka 4 sasa tumegundua kwamba mbingu kuna mwendo wa viumbe hai. Wa Ezekieli sura ya 1, mwendo huu wa mbinguni unapaswa kuwa mwendo wetu wa duniani. Leo tunayo mzunguko mmoja, na nguvu hii ambayo Mungu ametoa kwa vijana ametupa nguvu sisi sote. Tunapokea nguvu kwa neno la Mungu. Tunafuata mwelekeo wa neno, tunafuata mzunguko wa neno, na tunafuata hatua ya neno kwa matumizi ya Mungu kufanya mapenzi yake. Kuna tofauti. Mungu anataka tupate mzunguko mmoja. Mzunguko huo ni upi? Sisi sote tunapaswa kuwa na mawimbi ya mwangaza sawa. Natumia mfano wa fizikia. Mawimbi ya mwangaza yana rangi sawa, na mawimbi haya, Mungu anataka kanisa liwe na mawimbi hayo, yaani rangi moja. Kwa hivyo mawimbi haya ya mwangaza na rangi ya mwangaza hawa, tukue na rangi moja na sote kuwa mawimbi hayo, tutakuwa na mdundo mmoja.
Lakini tunaweza kuwa na mzunguko mmoja bila kuwa katika hatua moja. Ikiwa hatuko katika hatua moja, wakati mwingine tutakuja tukikabiliana. Unapofanya kitu, mimi ninafuta. Na mimi nikifanya kitu, wewe unafuta. Ndugu, hivyo tunapoteza nguvu na wakati wa kufanya mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo, asante kwa Mungu kwamba neno tunalopokea kila wiki linatuweka si tu katika mzunguko mmoja, bali pia katika hatua moja. Na tukipo katika hatua moja, tunaongeza nguvu ya mwanga. Sisi hatukosi, bali tunaongeza nguvu, kuongeza ukubwa, ili Mungu aweze kuelekeza miale kama leza kufanya mapenzi yake. Hivyo hiki ndicho Mungu anachofanya kati yetu. Jambo la ajabu sana. Niliwaambia kwenye mkutano wa Alhamisi na jana kwamba kanisa linashiriki katika kazi hii kwa njia gani? Sisi ushiriki katika mwana, si katika Baba. Baba ana mapenzi yake, na yote yanapaswa, ako na mapenzi katika moyo wake, na yote yanapaswa kufanyika kwa mujibu wa mapenzi yake. Sisi hatushiriki katika uamuzi wa mapenzi ya Baba, wala hatushiriki katika nguvu ya Roho kufanya miujiza. Tunashiriki katika nini? Tunashiriki katika mwana. Amen. Kanisa liko katika Kristo. Kwa hiyo kwa waraka tunashiriki katika mwana, katika Roho. Kwa hivyo tunashiriki katika nini? Tunashiriki katika mwana. Amen. Kanisa liko katika Kristo. Na kwa hivyo ndo nilivyonena jana. Kwa waraka wa Efeso sura ya 1 mstari wa 3 inasema, amewabariki kwa kila aina ya baraka ya kiroho katika ulimwengu wa roho katika Kristo. Kila kitu kinachotukia kwa kanisa kinatokea katika Kristo. Kama hakuna Kristo, hakuna baraka tunayopokea. Kwa hivyo kama ilivyochagua katika Kristo kabla ya kuwekwa msingi wa dunia, ili tuwe watakatifu mbele yake katika upendo na kututenga kwa ajili ya uwana kwa njia ya Kristo, kwa Yesu Kristo, kwa mapenzi yake, kwa sifa ya utukufu wake na neema yake ambayo ametupa katika mpendwa wake, yani Kristo. Kwa hivyo ushiriki wetu uko katika Kristo. Unaelewa? Kwa hivyo kazi ya Kristo ni ipi? Baba ako na mapenzi na mwana ni mwenye busara wa Mungu. Yeye ndiye busara na uangalifu wa Mungu. Anapoona mapenzi ya Baba, anajipanga jinsi ya kuyatimiza. Kwa hiyo kwenye Mithali sura ya 8 mstari wa 12 inasema mimi busara naishi pamoja na uangalifu, nina ujuzi na shauri.
inamaanisha Kristo ni hekima yenyewe ya Mungu. Kwa hivyo, kwa kuwa Baba ana hamu, ana tamaa, anahitaji hekima, yeye mwenyewe ni hekima, ni busara ya Mungu. Kwa nini? Katika sura ya 8 ya Methali mstari wa 30 unasema, basi nilikuwa naye, yaani mwana alikuwa na baba, mimi ndiye msanifu wake, mimi ni msanifu. Basi ni nini kazi ya mwana? Baba ana hamu na mwana ndiye anayesanifu. Anasanifu jinsi ya kufanya hilo litimie, jinsi ya kufikia lengo hilo. Wakati mwana ambaye ni neno lenyewe anatoka kama sauti ya amri, na Roho utekeleza kwa nguvu zake kuu, basi hivyo ndivyo inavyofanya kazi. Sisi tunaweza kushiriki katika kile mwana anafanya. Kazi ya mwana ni nini? Katika Isaya 53, tutasoma Isaya 53 mstari wa 1. Nani amesadiki habari yetu? Na mkono wa Bwana ulifunuliwa kwa nini? Basi na nani ni mkono wa Bwana? Ni Kristo, ni mwana. Kwa nini mkono wa Bwana ulifunuliwa? Mkono ni nani? Ni yule anayefanya hamu ya Baba kuwa vitendo. Sio hivyo? Huu ndio mkono, ni bega au mkono wa mbele, yaani yule anayeweka hamu ya Baba katika utekelezaji. Basi nani ni mkono wa Bwana? Ni mwana. Basi mwana alifanya nini? Ndugu, kwa sababu ya anguko la mwanadamu, Kristo alitakiwa kufa kwa ajili yetu na kutekeleza ukombozi wake ili kutukomboa kutoka kwenye dhambi kwa Mungu. Basi nyinyi mnaweza kusoma sura nzima ya 53 ya Isaya, lakini nitasoma mstari wa 10 kwa sababu ya muda. Hata hivyo, Bwana alipendezwa kumchumbua, yaani Baba alipendezwa kumchubua, akimfanya augue alipojitoa nafsi yake kama dhabihu kwa ajili ya dhambi. Basi mwana alifanya nini? Mwana, kwa kukidhi mapenzi ya Baba, alijitolea kujishusha kuwa mwanadamu. Akaja duniani, akakufa kwa ajili yetu, aliumwa, akafa kwa ajili yetu msalabani kama dhabihu kwa ajili ya dhambi zetu. Hii sehemu ya ukombozi ambayo mwana alitekeleza, hakuna mmoja wetu aliye nayo sehemu. Hatuna sehemu katika utekelezaji wa kazi ya ukombozi. Lakini kutoka hapo mbele, ndugu, kanisa lililozaliwa kutoka hapa mbele tuna ushiriki. Tutakavyokuwa tukisoma mstari huu, utaona uzao wake ataongeza siku zake. Yaani Kristo alikufa kumalizika, lakini hapa inasema ataongeza siku zake. Basi nani anayeongeza siku za Bwana hapa duniani? Ni kanisa. Amina. Mimi na wewe. Amina. Hapo ndipo mapenzi ya Bwana yatakavyofanikiwa mikononi mwake. Basi kazi ya mwana ni nini? Baba ana hamu, ana tamaa. Kazi ya mwana ni kufanya mapenzi ya Mungu ya Baba yafanikiwe na kuendeleza mbele. Sio hivyo? Na mapenzi ya Bwana yatakavyofanikiwa mikononi mwake. Basi ndugu, sisi leo kama kanisa tuna kazi hii ya pamoja na Kristo ya kuelewa kila Baba anataka. Kila juma unasikia ujumbe, neno maisha, katika ushirika na ndugu, kuzama, kulala na Mungu, kuamka na Mungu. Hakika unasikia kishindo cha Baba.
unasikia hamu ya moyo wa Baba, basi usiruhusu hii ipite kama ujumbe tu. Usiruhusu ipite kama ujuzi wa Biblia tu. Nyuma herufi au kwenye mistari, tambua kwamba Baba anasikia. Baba ana hamu ya kitu. Basi kazi yako katika mwana ni nini? Ni kufanikisha mapenzi ya Baba, sio hivyo? Kwa hivyo ndugu, kwa sababu ya hili, wiki hii mtu alisikia, akaitikia watoto wa Baba, akaweka bango mbele, akatoka. Na wewe ambaye ni mishonari wako, na kwa hilo akisali kwa watu, akawaongoza kwenye neno la kuzama kwa watu. Ndugu, watu wengi walifikiwa, walipokea maombi, na wengine walionyesha hamu ya kufanywa kuwa wakamilifu katika GPC, kuwa wamishonari. Basi ndugu, kwa njia ya vitendo, tusifanye mambo ya kiroho tu, tufanye mambo ya vitendo, sivyo? Na tunaweza, kwa mfano, ndugu jana walienda Garulos. Ndugu, hii ni wewe kwa vitendo, unafanikisha mapenzi ya Baba, sivyo? Ndugu wa ABC mwishowe wamekodi nyumba kwa nyumba ya vijana. Hii ni tendo ambalo kanisa inachukua, sivyo? Kwa kusikia shauku ya moyo wa Baba. Kwa hivyo ndugu, Bwana anataka kila mmoja wetu kushiriki katika kazi hii ya Mungu kwa njia hii. Na kwa sababu hiyo ndugu, Bwana anatuweka katika kanisa kama chumba cha mwanga. Unajua jinsi mwanga wa leza unavyotengenezwa. Kuna chumba kilichofungwa ambacho kinaweza kuwakilisha kanisa na atomi zake zote. Wakati nyenzo hiyo inapopewa nguvu zaidi, ndio maana Mungu ametupa vijana. Wakati wanapopewa nguvu zaidi, ndugu, mnajua kwamba atoni zinapopewa nguvu, elektroniki zake zinapata nishati kutoka nje. Mtu anatoa nishati, na atomi zinapokubali nishati, elektroniki zake huruka kwa obiti ya nishati ya juu zaidi, obiti ya radiasi kubwa zaidi. Kisha elektroni hiyo huelekea kurudi kwenye obiti yake ya awali. Kwa nini? Kwa sababu ya kudumisha usawa. Basi inaporudi kwenye obiti yake ya asili, inahitaji, kwa sababu ilipokea nishati na kwenda kwenye obiti kubwa, inaporudi kwenye obiti ndogo inatoa nishati. Na nishati gani inayotoa? Ndio inatoa nishati ya fotoni. Inapokea fotoni, inapokea nishati na kutoa fotoni. Ndugu, fotoni hiyo iko wapi? Lakini kutoa fotoni inahitaji kuchochewa na fotoni ya nje, yaani neno la Mungu linalotuchochea kila wiki. Tunachochewa na neno la Mungu na fotoni inayotolewa na nyenzo hii. Fotoni inayotolewa na mimi na wewe inafuata mzunguko sawa na fotoni inayochochea. Neno inatuchochea, ni hivyo tunafuata mzunguko sawa. Kwa hivyo mzunguko huu haujafanywa kwa njia ya bandia na mwanadamu, bali kwa Roho kupitia neno lake. Basi leo sote tuko kwenye mzunguko mmoja. Na si tu hivyo ndugu, ndani ya chumba cha mwanga hatuko tu kwenye mzunguko mmoja, bali tumewekwa kwenye awamu moja. Ndio maana inaitwa resonance. Kunaweka wote kwenye awamu moja. Hii ndio resonance. Kwenye chumba hiki kuna vioo viwili.
kila mwisho kuna kioo. Kioo hiki kinatumika kutafakari na kuongeza uchochezi zaidi kwa elektroni nyingine kutoa fotoni zao. Basi hii ndiyo inayotokea kwa mfano katika mkutano huu. Unajua kwamba uko kwenye chumba cha mwanga. Amin. Unajua kwamba unachochewa na neno na Roho, sivyo? Na sote tunachochewa. Kwa hivyo ndugu hawezi kutoka kwa mkutano wowote au tukio lolote la kanisa au ushirika wowote ndugu na kuondoka kwa hali ile ile ya amen. Tunapaswa kuondoka hapa daima tukiwa tumechochewa zaidi. Amen. Kwa sababu tuko ndani ya chumba hiki cha mwanga. Bwana Yesu ana ujumbe wa leo bado wa kusema. Sivyo? Basi kioo hiki ni nani? Sijasema bado, sivyo? Katika Wakorintho wa pili 3:17, basi Bwana ni Roho, na pale ambapo Roho wa Bwana yupo, huko kuna uhuru. Basi Roho anapopata uhuru kati yetu, ni lini anapopata uhuru kati yetu? Sote. Ndugu, tunaamini kwamba neno la Mungu linatenda kazi ya Mungu. Amen. Amen. Basi Roho ana uhuru. Anapata watu wenye roho nyenyekevu na wanaopenda neno lake, naye ana uhuru. Roho ana uhuru. Na wakati Roho ana uhuru, anafanya nini? Mstari wa 18, na sisi sote tukiwa na uso wazi tunaakisi utukufu wa Bwana kama kwenye kioo. Tunabadilishwa kutoka utukufu hadi utukufu kwa mfano huo, kama kwa Bwana ambaye ni Roho. Yaani Roho anafanya kazi hii ya kuchochea, na tuna vioo viwili, kila mwisho kimoja. Hii inatufanya nini? Kutazama utukufu wa Bwana. Yaani fotoni inayotuchochea inaleta utukufu wa Bwana. Na sisi tunapotazama kupitia neno, tunaona Bwana mwenyewe. Sivyo? Tunatazama na kuakisi utukufu wa Bwana. Na hivyo tunachochewa, tunawekwa kwenye resonansi, na hivyo ndugu, inaongezeka na kuongezeka hadi tunapobadilishwa kabisa kutoka utukufu hadi utukufu. Hii ndiyo Mungu anavyofanya. Na wakati tunapofikia wakati huo, ndugu, Mungu anaweza kutumia kanisa lake kama anavyotaka. Kwa sababu ndugu, hatuko tena kila mmoja akiishi kwa maoni yake mwenyewe au mapenzi yake mwenyewe, bali sote tuko chini ya amri ya Mungu kupitia neno lake, sivyo? Na kuongeza nguvu za kila mmoja, ndugu, hawezi kuwa na mgawanyiko kanisani. Ndugu, wivu, chuki, kwa sababu ndugu, hii inaweza kupunguza nguvu zetu, kupunguza uwezo wetu. Ndio maana katika Wafilipi 2:1 Bwana anasema, basi mstari wa Filipi 2:1 inasema, basi ikiwa kuna moyo wowote ndani ya Kristo. Mstari wa 1, ikiwa kuna faraja ya upendo, ikiwa kuna ushirika wa Roho, ikiwa kuna huruma na rehema, fanyeni furaha yangu kuwa kamili. Mstari wa 1 unahusu neno lote ambalo Mungu ametupa. Lengo lake ni nini? Mungu anachochea sisi, ndugu, anatuweka nishati kupitia moyo ndani ya Kristo, faraja ya upendo, ushirika wa Roho na huruma na rehema. Yote hii ni kwa nini? Kwa mstari wa 2, fanyeni furaha yangu kuwa kamili, yani kutimiza shauku ya mapenzi ya Mungu, sivyo? Na Baba anataka nini? Anataka sisi sote kufikiria kitu kimoja, kuwa na upendo mmoja,
kuwa umoja wa roho, si kwa muonekano tu, bali kwa roho na kuwa na hisia moja. Hii ndio muktasari wa kile ambacho wakati napofikia hatua hii, ndugu, Kristo hakika anaongoza kanisa. Kristo anafanya mapenzi yake kwa sababu sote tunafuata mzunguko mmoja. Basi Kristo anaongoza mambo yote. Hata hivyo bado hatujafikia ukamilifu. Hii ni hatua bora ambayo Mungu anataka kufikisha, lakini bado tunaweza kuwa na, nilisema kwenye live ya jana, unajua kwamba vumbi la hata chembe moja linaweza kusumbua ufanisi wa mwanga wa leza. Basi ikiwa mwanga wa leza unagonga vumbi, chembe kadhaa zinaweza kufanya mwanga huo upotoke na kupoteza ufanisi wake. Basi ndugu, Mungu anafanya kazi ndani yetu ili aweze kuwa na kanisa lake safi kama mwale wa leza. Kwa hivyo anafanywa kufanya nini? Ndio maana Paulo anasema bado tunaishi kwa mwili na tunapaswa kuwa waangalifu, msifanye chochote kwa kupendelea wala kwa ubinafsi. Hatupasi kuwa na ubinafsi kanisani. Hatupasi kumwona mtu yeyote kama mpinzani, wala kufikiria kwamba huduma yangu ni muhimu kuliko ya mwenzangu, kwa sababu hiyo ni ubinafsi. Hatupigani na mtu yoyote, kwa sababu sote tuko chini ya amri moja. Kazi siyo yetu, kazi ni ya Bwana. Na msifanye chochote kwa majivuno, kuonyesha kwamba ninafanikiwa katika huduma yangu. La, msifanye kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu, kumwona kila mtu kuwa bora kuliko wewe mwenyewe, na kila mtu asiwe na macho yake pekee, bali pia ya kwanza. Kweli siwezi kusema yote ninayotaka kusema kwa sababu ninahitaji kuingia kwenye ujumbe na labda wiki ijayo huko Foz do Iguaçu tutaweza kufungua mada hii zaidi. Basi turejee kwenye waraka wa Galatia. Utangulizi huu unahusiana kabisa na nitakayoyasema. Mungu anafanikiwa katika wakati wa dhamani sana maishani mwa kanisa. Ndio maana mambo yanakwenda vizuri. Asante kwa Mungu. Makabila ya GPC yanafanya kazi kama yaliyo huru. Wanachukua wajibu kama watu wazima, sio watoto tena. Pia asante kwa Bwana. Mwishoni mwa wiki hii jana kulikuwa na sherehe ya upendo huko Guarulhos. Bwana anafanya kazi tena kanisa huko Guarulhos, jiji muhimu sana, jiji kubwa zaidi la mkoa wa Sao Paulo. Na Bwana anataka kuwashinda zaidi watu huko Guarulhos. Bwana anafanya kazi huko na katika makanisa mengine ya mkoa wetu. Bwana anatuhamasisha kwa kila mmoja wetu anachukua wajibu wake bila kusuburu mtu atuambie nini cha kufanya. Ndugu, tufuate neno, tunalo neno, tuwe wenye bidii kuelewa mapenzi ya Bwana. Moyo wa Baba, asante kwa Mungu. Nadhani wakati umefika Bwana atupe nguvu katika mkoa wetu wote, jimbo lote la Sao Paulo na pia duniani kote. Bwana nafikiria kwa vyombo vya TCI vinavyofanya kazi vizuri, wakopoa wafanya kazi nzuri. Tunajaribu kuwatafuta watu wanaotaka kuwa mamishonari. Pia makanisa yanafanya kazi yao ya utunzaji mtandao, utunzaji na mwingine kwa wanafanyika.
Sina muda wa kusimulia kila kitu, lakini wiki hii tumepokea ushuhuda mwingi wa kuvutia. Bwana anaendelea kwa kweli kati yetu, lakini yote haya si kwa sababu ya ustahiki wetu, bali kwa sababu tunaruhusu Kristo kufanya kwa mapenzi ya Baba, kufanya mambo yatendeke. Inaonekana ujumbe huu ni ujumbe wa 16 na ningepaswa kuacha kwa sababu ninahitaji kuacha kila baada ya ujumbe wa 4 kwa ajili ya chakula cha kila siku. Chakula cha kila siku kina majuma 4, kwa hivyo ninahitaji kuacha. Ningependa kuacha kwenye ujumbe wa 16, lakini ndugu, kwa sababu ya mafungu mawili, Bwana alinifariji kufafanua zaidi. Ni mafungu gani? Fungu la kwanza ni Wagalatia 5:11. Mimi ndugu, ikiwa bado ninahubiri kutahiriwa, kwa nini mimi bado ninateswa? Basi kashfa ya msalaba imeondolewa. Na fungu la pili ni Wagalatia 6:12. Wote wanaotaka kujivunia mwilini wao wanawalazimisha wenyewe mtahiriwe, ili wasiwe wanaadhiriwa kwa sababu ya msalaba wa Kristo. Kwa maana hata wale waliotahiriwa hawashiriki sheria, bali wanataka ninyi mjitahiri ili wajivunie mwilini mwenu. Mimi nisiwe na jivuno lolote, ila katika msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa ajili yake ulimwengu umesulubiwa kwangu, nami kwa ulimwengu. Ndugu, jambo hili linaonekana kuwa dogo, lakini mafungu haya mawili yanaonyesha na yanathibitisha yale tuliyoyapata katika nuru tuliyopewa kutoka kwa Petro wa pili. Katika Petro wa pili tunagundua kuwa tulikuwa na mgeuko katika mwelekeo wa kanisa la Yerusalemu. Baada ya hamu ile ya kwanza ya kustaajabisha, na ikamalizikia na awamu ambapo katika safari ya 3 ya Paulo alipopita Yerusalemu, Yakobo na wazee wa kanisa la Yerusalemu walijivunia kusema kuwa kulikuwa na maana ya maelfu ya Wayahudi. Kwa nini? Kulikuwa na msukumo wa Wayahudi waliomwamini Bwana, na kwamba wote walikuwa wakishika sheria kwa bidii. Wote. Hii inamaanisha nini? Kulikuwa na mgeuko mkubwa. Kwa hivyo natumia muda kuonyesha hii. Kwa nini? Kwa sababu ya shinikizo la Wayahudi. Basi ikiwa utarudi kwenye utekelezaji wa sheria, inamaanisha Kristo alikufa bure. Kwa hivyo inabatilisha msalaba wa Kristo. Nini msalaba wa Kristo ulileta kwa Mungu? Nini msalaba wa Kristo ulileta kwetu? Nini msalaba wa Kristo ulileta? Ndugu, bila msalaba wa Kristo hakuna kanisa. Bila msalaba wa Kristo hakuna uwezekano wa maisha katika roho. Msalaba wa Kristo ni kivuli cha maji. Msalaba katika Kristo unamaliza utawala wa sheria na kuanzisha utawala wa imani, na utawala wa imani ni utawala wa roho, ambapo roho huanza kufanya kazi, na utawala wa neema, kwa sababu hatuhusiani kwa mwili, hatuhusiani kwa utekelezaji wa sheria. Tumehusishwa kwa neema ya Mungu bila malipo kwa imani. Basi ndugu, msalaba wa Kristo ni kila kitu kwetu, na msalaba wa Kristo ndio unaanza. Ndugu, kazi ambayo itamalizika kwa kurudi kwa Bwana katika utumiaji wa mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ukirudi kwenye sheria unabatilisha yote hayo. Kweli ndugu,
Nani anataka kubatilisha yote hayo? Bila shaka ni adui wa Mungu, na adui wa Mungu anatumia dini ya Kiyahudi ambayo kwa muonekano iliumbwa na Bwana mwenyewe, lakini si kwamba Bwana hakupa sheria kwa ajili ya kuunda dini hii ya Kiyahudi. Sheria ilipewa kwa ajili ya kuwalinda watu wa Agano la Kale, watu wa Mungu wa Agano la Kale, mpaka imani itakapokuja. Hii ndilo Paulo anachosema hapa, sivyo? Katika Wagalatia sura ya 3, sitasoma kwa sababu ya muda. Kwa hivyo sheria ilituka kwa utawala mmoja kuwalinda Waisraeli mpaka Kristo atakapokuja, yaani mpaka imani itakapokuja. Lakini ilipokuja, ndugu, utawala wa sheria umekwisha. Amina. Unaanza utawala wa imani, utawala wa Roho, kutekeleza mapenzi ya Mungu, ambayo ni kumfanya Kristo awe kichwa juu ya mambo yote. Kwa hivyo adui ni mwerevu sana. Anatumia dini ya Kiyahudi kuwafanya warudi nyuma na kufuata utenda kazi wa msalaba katika Kristo. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu hayatatekelezwa tena. Ndio maana Paulo mwanzoni mwa Wagalatia sura ya 1 mstari wa 4 anasema hivi: Bwana Yesu Kristo aliyejitoa mwenyewe kwa ajili ya dhambi zetu, ilikuwa ni msalaba, ndugu. Alitatua tatizo la dhambi zetu. Amina. Kwa kutatua tatizo la dhambi zetu, ndugu, alitufungulia njia kufikia uzima wa Mungu. Amina. Ufikiaji wa mti wa uzima ulikuwa umefungwa. Alikuwa amezingirwa, lakini msalaba wa Kristo ulifungua ufikiaji kwa mwanadamu kwa mti wa uzima. Na hapa inasema kwa kumuondoa kutoka ulimwengu huu wa uovu kwa mapenzi ya Mungu wetu wa Baba, kumuondoa kutoka ulimwengu huu wa uovu. Ndugu, hakika ulimwengu huu unatawaliwa na Shetani. Yeye ndiye anayeuendesha ulimwengu huu na ana mamlaka juu ya ulimwengu huu. Ndugu, katika kila nyanja anatawala. Na pia kuna idara ya ulimwengu huu inayodhibitiwa na Shetani, inayoitwa idara ya dini. Na anatumia idara hii ya dini kwa Wayahudi hasa kutatiza utendakazi wa Kristo, utendakazi wa msalaba wa Kristo. Ndugu, ndio maana hapa katika Wagalatia 6:14 Paulo anasema, lakini mimi nisijivune ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Angazia umuhimu wa msalaba, ambapo ulimwengu umesulubiwa kwangu. Ndugu, katika muktadha huu, ulimwengu huu ni hasa ulimwengu wa dini. Ulimwengu umesulubiwa kwangu na mimi nimesulubiwa kwa ulimwengu. Dini imekufa. Dini ya Kiyahudi imekufa. Sasa kuna awamu mpya, kipindi cha imani, lakini adui alivuta kila kitu nyuma kwa bahati mbaya. Ndugu, hii imetokea, ndio maana nimeamua kufafanua swali hili vizuri zaidi. Twende kwenye Matendo ya Mitume sura ya 7 au hasa sura ya 6, ambapo ilianza mateso ya dini ya Kiyahudi kwa kanisa. Mateso yalianza kwa nguvu kuanzia kwa Stefano. Tazama Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 8. Stefano akiwa amejaa neema na nguvu alifanya miujiza na ishara kubwa kati ya watu. Mmegundua kuwa katika kipindi cha imani, si kwa uwezo wa mwanadamu, kazi ya Mungu inatekelezwa kwa nguvu ya Roho ambayo inatoka kwenye neno kwa njia ya imani ya anayeamini, ya kanisa linaloamini. Basi Stefano alikuwa amejaa neema na nguvu. Alifanya miujiza na ishara kubwa kati ya watu, lakini si yeye mwenyewe aliyefanya, bali Roho aliyefanya kwa njia yake, kwa sababu aliamini neno na neno lilifanya kazi kupitia imani yake.
Basi wakasimama baadhi ya walio katika sinagogi inayoitwa ya walio huru, wale Seirini, wa Alexandria, wa Kilikia na Asia, wakaanza kubishana na Stefano. Wakashindwa kumshinda kwa hekima na kwa roho ambayo alisema kwayo. Hakuna uhusiano wowote kati ya kipindi cha sheria na kipindi cha imani. Katika kipindi cha imani, ndugu, Mungu ndiye anatupa hekima. Amini. Amin. Na sisi kanisa linatenda kwa nguvu ya Roho kupitia neno. Basi kwa kuwa hawakuweza kumshinda Stefano, wakawashawishi watu wawe wanasema, tumemsikia huyu mtu akisema maneno ya kufukuru kuhusu Musa na kuhusu Mungu. Kile kilichowashawisha kwa Wayahudi ni kwamba dini ya Kiyahudi haikuwa na mamlaka tena juu ya kanisa, kwa sababu kanisa lilikuwa limekwisha toka katika kipindi cha sheria na kuwa katika kipindi kipya, kipindi cha imani na Roho. Basi Roho alikuwa akitenda kwa njia tofauti kabisa na ile iliyotenda katika kipindi cha sheria. Lakini adui wa Mungu aliwatumia hawa ambao bado walitaka kushiriki sheria, na walikuwa wamekasirika kwa sababu kanisa lilikuwa linabadilisha mila ya Musa na watu wa Kiyahudi. Kwa hivyo kwao jambo hili lilikuwa ni kosa kubwa. Basi kwa kuwa hawakuweza kumshinda Stefano, wakaanza kuwashawishi watu wadai kwamba alikuwa anasema maneno ya kufukuru dhidi ya Musa na Mungu. Wakaanza kuwachochea watu, wazee na waandishi wa sheria, wakamkamata kwa nguvu, wakampeleka kwenye baraza kuu. Walisema kumpeleka Stefano mbele ya baraza kuu ambalo lingekuwa kama mahakama kuu ya leo, kama vile mahakama kuu ya shirikisho, yani ni chombo cha juu kabisa cha haki kinachofanya uamuzi wa mwisho. Wakampeleka Stefano mbele ya baraza kuu, wakaleta mashahidi wa uongo ambao walisema mtu huyu haachi kuongea kwa kufuru dhidi ya mahali patakatifu na dhidi ya sheria. Tatizo ilikuwa kutofuata sheria ya tohara na kufuata sheria kwa ujumla, kwa sababu tumesikia kwamba Yesu huyu wa Nazareti ataharibu mahali hapa na atabadilisha mila ambayo Musa alituambia. Basi mnaweza kugundua kwamba kilichowakwamisha moyoni mwao ni kuacha sheria na kutofuata tena sheria ambayo Musa aliwapa. Kulikuwa na mabadiliko ya kipindi. Wote walioketi katika baraza kuu walipomtazama Stefano na wakaona uso wake kuwa kama uso wa malaika. Ndugu, hapa mnaona tofauti ya vipindi. Basi Stefano alitoa hotuba yenye maelezo zaidi mbele ya baraza kuu, na alipowakumbusha viongozi wa Mayahudi kwamba historia ya watu wa Israeli haikuanza na Musa, historia ya watu wa Israeli ilianza na Abrahamu. Ndio maana alisema, ndugu zangu na baba zangu, sikilizeni. Mungu wa utukufu alionekana kwa Abrahamu baba yetu alipokuwa Mesopotamia kabla ya kukaa Harani. Akamwambia, toka nchi yako na kwa jamaa yako uende nchi
nitakayokuonyesha. Basi Abrahamu alitoka nchi ya Wakaldayo akaenda kukaa Harani, na baada ya baba yake kufa, Mungu alimrudisha katika nchi hii ambayo ninyi mnaishi sasa. Hakumpa urithi wowote, hata chembe ya ardhi, lakini Mungu alimwahidi kumpa nchi hii kwa urithi na kwa uzao wake baada yake. Hata hakuwa na mtoto. Mungu alisema kwamba uzao wake utakuwa wageni katika nchi ya kigeni ambayo wangefanywa watumwa na kuteswa kwa miaka 400. Kila kitu kilianza na Abrahamu. Sifa ya Abrahamu, kama tunaweza kuita hivyo ndugu, ni kuamini Mungu. Ibrahimu hakushindwa. Hakuwa mwenye nguvu, wala hakuwa yule aliyefanya kila kitu kikamilifu. Ibrahimu aliamini Mungu tu, kwa maana maisha yake yote alikuwa akimfuata Mungu kwa kweli, yule aliyeumba mbingu na nchi. Jana nilisoma katika kitabu cha Isaya kwamba alikuwa peke yake wakati hakukuwa na mtu yeyote aliyemtafuta Mungu. Wote waabudu Mungu mingine, lakini Ibrahimu alikuwa akimtafuta Mungu wa kweli, na pale alipompata akasema, nitamwabudu Mungu huyu, nitamwamini. Chochote atakachosema au kufanya kwangu, ndugu, ni vizuri. Hivyo imani hii imehesabiwa kwa haki. Kwa hivyo watu wa Mungu hawakuanza na Musa, bali walianza na Ibrahimu. Musa alipewa sheria kwa madhumuni ya kuanzisha utawala wa muda wa kuwalinda Waisraeli, kwa sababu Mungu aliahidi uzao huu umoja unamaanisha Masia, kama Paulo alivyoeleza zaidi katika waraka wa Galatia. Ahadi hii ilipewa Ibrahimu na uzao wake, na uzao huu ni Kristo. Kwa hivyo watu wa Mungu wamesimama kwa msingi wa imani ya Ibrahimu na kuja kwa Kristo. Walipaswa kuelewa hii, lakini walipopewa sheria na Musa, walibadilisha kuwa dini kwa vizazi na vizazi, na wale walikuwa viongozi wao kwa dini, kwa siasa, kwa kiuchumi ya Waisraeli walipenda kudumisha mamlaka yao. Kama ilivyo kawaida, hivyo ndivyo shetani anavyodhibiti ulimwengu. Kupitia upendo wa mamlaka, mapambano ya mamlaka yanaweza kusababisha mauaji, na hali hiyo haijatofautiana kanisani au katika dini. Shetani hutumia njia hiyo hiyo. Baada ya hotuba hii ya kufafanua, nataka kusoma sura ya 7 mwisho, mstari wa 51. Wao walionekana kuwa wachangamfu kwa sheria, wachangamfu kwa Mungu na mahali patakatifu, lakini Stefano alifunua mioyo yao. Wanaume wa bidii ngumu, nyinyi ambayo mioyo na masikio yenu hayajatahiriwa. Kweli nyinyi si chochote zaidi ya wanaume wa bidii ngumu, kwani hawataki kusikia neno la Mwenyezi Mungu. Nyinyi hamtaki kusikia sauti ya Mungu, kwani daima mnapinga Roho Mtakatifu. Mungu hakutoa dini iliyokufa, yeye ni hai. Hakutoa Roho Mtakatifu ili tusisikize. Kwa nini?
tusipinge kama vile baba zenu mlivyofanya, na ninyi pia mnafanya hivyo hivyo. Yupo kati ya manabii, ndugu, nabii yenu. Nabii ni yule aliyepewa, lakini hawakusikia manabii. Manabii ambao walitoka kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo ni nabii mgani mababu zenu hawakuwatesa? Wote walitesa manabii, kwa sababu nabii huleta neno nalotoa mwongozo kutoka kwa Mungu, na mwanadamu alifurahia baadhi ya marupurupu na mamlaka. Anahitaji mageuzi. Hataki Mungu atawale, anataka yeye aendelee kutawala. Kwa hivyo anapinga usemi wa Mungu na hatimaye humtesa nabii, na inasema na wakaua wale waliotangulia kutangazia kuja kwa wenye haki, ambaye ninyi sasa mmekuwa waasi na muuaji. Ninyi mlikuwa waasi. Ninyi mlitia shaka Yesu na kumuua Yesu, ambaye Baba Mungu aliyemtuma hapa kumfanya mageuzi ya zama, ili aweze kutimiza mapenzi ya Mungu. Na ninyi mlikuwa mnamuua huyu nabii, na ninyi mnayasema sana. Na inasema katika Kumbukumbu la Torati 14 inasema lazima mumsikilize, na yeye yasiye msikiliza atauawa. Hii ilikuwa katika Agano la Kale, na huyu Musa ndiye aliyekuwa katika kusanyiko jangwani pamoja na malaika aliyekuwa akimwambia kwenye mlima Sinai, na pamoja na baba zetu. Musa alipokea maneno hai ili kuyatolea watu, maana Musa alikuwa nabii wa kweli. Licha ya sheria, amri 10 na sheria zilizotolewa kwa njia ya Musa, lakini Mungu anataka kuwatawala watu wake daima kwa njia ya usemi hai wa neno hai. So kanuni iliyokufa wala dini iliyokufa inayowatawala watu wa Mungu. Kwa hivyo Musa alipokea maneno hai ili kuyatolea watu wa Mungu, lakini watu hawakutaka kusikiza. Mstari wa 39 inasema baba zenu waliwapa ambao hawakutaka kutii. Ninyi mnasema sana kuhusu Musa, lakini baba zenu hawakutaka kutii, bali walikataa moyoni mwao na wakarudi Misri. Kwa hivyo ndugu, yote hayo yalikuwa ni uigizaji wa kidini tu ili kudumisha mamlaka yao. Na mstari wa 54 unasema na kuendelea, kuanzia hapo wakamsikiza, wakachukizwa moyoni, nao wakamteta meno juu yake. Lakini Stefano akiwa amejaa Roho Mtakatifu alitazama mbinguni na kuona utukufu wa Mungu na Yesu aliyesimama mkono wake wa kulia, akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kulia wa Mungu. Lakini wao wakiisha kusikia hili, wakapiga kelele kwa sauti kubwa, wakafunika masikio yao, na kwa moyo mmoja wakamrukia. Ndugu, kweli hawakutaka kusikia chochote ambacho kiingelea mabadiliko katika desturi zao, chochote ambacho kiingeleta mabadiliko makubwa kwa watu wa Israeli, kwa sababu dispenseni moja ilikuwa imekwisha, na dispenseni ya sheria ama kipindi cha sheria na kuanza kipindi kingine. Kila kitu kinabadilika, na hawakutaka kwa mabadiliko hayo kwa sababu ya marupurupu yao, sababu ya desturi zao, na kwa sababu ya nguvu ambayo ilikuwa wameichukua katika uongozi
wa watu wa Israeli. Basi hapa inasema wakamtupa nje ya mji, wakampiga mawe. Mashahidi waliweka mavazi yao miguuni ya kijana mmoja aliyeitwa Saulo, na walipokuwa wakimpiga mawe, Stefano alikuwa akisali akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Kisha akapiga magoti na kupiga kelele kwa sauti kubwa, Bwana uwasamehe dhambi hii. Aliposema hayo, alilala usingizi na Saulo akakubali kifo chake. Kwa hiyo katika waraka wa Galatia sura ya 3, Paulo anarudia swali hili la Ibrahimu. Sura ya 3 mstari wa 6, akionyesha kwamba Mungu alipomuita Ibrahimu alitaka watu ambao wangekuwa mali yake maalum, na watu hao walianza na Ibrahimu. Ni kesi ya Ibrahimu ambaye alimwamini Mungu. Sababu kuu ya Mungu kumuita Ibrahimu ni kwa sababu alimwamini Mungu, na hii ilisababisha alihesabiwa kwa haki. Ibrahimu hakuthibitishwa kwa sababu alifanya mambo mazuri, bali alithibitishwa kwa sababu alimwamini Mungu. Leo ni sawa. Ni muhimu sana kwamba sisi tuamini Mungu kwa urahisi, kwa roho yeye shida na yeye unyenyekevu. Kwa roho yenye shida na yenye unyenyekevu. Tusidhani kwamba tunajua mambo. Sisi tunaamini Mungu kwa sababu yeye anajua anachofanya, na sisi tunaamini kwake na juu kwamba wale wa imani ndio wana wa Ibrahimu. Paulo anakuwa mgumu sana hapa. Ni wazi kwamba si kuwa mzaliwa wa Israeli tu ndio anakuwa mwana wa Ibrahimu, bali wale wa imani ndio wana wa Ibrahimu. Kwa sababu Ibrahimu alimwamini Mungu, basi wote wana wa Mungu wa Ibrahimu wanapaswa kuwa na mtindo huo wa kuamini neno la Mungu. Kwa hiyo wale wa imani ndio wabarikiwa pamoja na Ibrahimu mwenye imani. Wote wanaotegemea matendo ya sheria wako chini ya laana, kwa sababu imeandikwa, alaaniwa kila mtu anayedumisha yote anayoandikwa katika kitabu cha sheria kuyatekeleza. Hii inamaanisha nini, ndugu? Wale wanaotaka kurudi kwenye utekelezaji wa sheria wanataka kuonyesha nini? Kwamba nina uwezo wa juu zaidi kuliko wewe, kwamba ninaweza kuitekeleza sheria zaidi kuliko wewe. Lakini haifai kamwe. Unatekeleza 99 ya sheria, 99% sheria, na unakosea 1%, bado uko chini ya laana, kwa sababu alaaniwa kila mtu anayedumisha yote anayoandikwa katika kitabu cha sheria kuyatekeleza. Kwa hiyo Paulo anahitimisha na kusema ni wazi kwamba hakuna mtu anayethibitishwa mbele za Mungu kwa sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Ndugu, usidhani kwamba uwezo wako utaweza kupendeza Mungu, utaweza kuthibitisha mbele za Mungu, au utaweza kufanya kazi ya Mungu. Ndugu, Mungu hataki hilo. Mungu anataka uwe mtu anayeamini neno lake. Kwa hiyo ndugu, tuwe rahisi, tuamini Mungu, tuamini neno la Mungu. Basi sura ya 3 bado mstari wa 16, asante ahadi zifanywe kwa Ibrahimu na kwa uzao wake. Nilikuwa nikisema, ndugu, ahadi sio bila kusudi maalum. Ahadi zilifanywa kwa Ibrahimu na kwa uzao wake alipokuja Kristo. Kristo ndiye uzao wake. Hazikusemwa kwa wazao kama vile ingeweza kuwa wengi, bali kama mmoja tu, na kwa uzao wake ambaye ni Kristo. Kwa hivyo Mungu alipomuita Ibrahimu alikuwa akimlenga Kristo, hakulenga sheria. Sheria ni ya muda, sheria ni kwa ajili ya kipindi fulani. Mungu alipomuita Ibrahimu ambaye alimwamini Mungu, alikuwa akimlenga Kristo ambaye ndiye uzao wake, na ahadi zote alizompa Ibrahimu, ndugu, zimetimia katika Kristo. Na nasema hii ahadi au agano ilithibitishwa na Mungu hapo awali. Sheria ilipokuja miaka 430 baadaye haikuweza kubatilisha
wala kuifuta wala kuipunguza kwa njia yoyote ile. Ndugu, kwa Mungu ahadi ndiyo sheria ilikuwa kwa ajili ya kuwalinda watu wa Israeli, lakini ahadi itadumu milele, kwa sababu ikiwa urithi itatokana na sheria, basi haikutokana na ahadi, lakini kwa njia ya ahadi Mungu alimpa Ibrahimu bure. Ndugu, kwa imani ndio tunapokea ahadi ya Mungu, na kwa imani ndio inatimia. Unajua kwamba utakuwa mrithi wa ulimwengu? Labda unafikiri kwa njia ndogo. Kama ningekuwa na mjomba tajiri, ningependa kuwa mrithi wake. Lakini ndugu, Mungu amekuita kuwa mrithi wa ulimwengu. Huyo mjomba tajiri ni kidogo tu. Utairithi ulimwengu, lakini hii inatoka wapi? Inatimiaje? Kwa njia ya ahadi ambayo Mungu alimpa Ibrahimu, na ambayo iko katika Kristo, na leo iko katika Kristo. Jambo la kushangaza, Bwana Yesu. Basi ndugu, kabla ya imani kuja, tulikuwa chini ya sheria. Tumezuiliwa. Ni kipindi ama muda. Ilikuwa ni kipindi cha muda kusubiri imani ijifunuke. Kwa hiyo sheria ilikuwa kwa ajili ya kuwalinda watu wa Israeli, ikisubiri Kristo aje. Imani, kwa hivyo sheria ilikuwa kama mlezi wetu, kutuongoza kwa Kristo ili kuthibitishwe kwa imani. Mungu hana nia ya mtu athibitishwe kwa utekelezaji wa sheria, kwa sababu Mungu anajua kwamba ukombozi wetu, ndugu, unatokana na imani katika Kristo. Lakini imani ilipokuja, hatuko tena chini ya sheria. Wayahudi walikuwa na hasira, wakiwa na chuki kwa kanisa, kwa sababu kanisa lilikuwa likiongoza Wayahudi waliomwamini Bwana Yesu kuachana na sheria ya Musa. Ndugu, hii ilitabiriwa tayari katika Biblia. Imani ikija, dispensation ya sheria inakwisha. Hawakuelewa hilo. Kwa hivyo ndugu, wakati tunaongea kuhusu kipindi cha sheria ama nyakati za sheria katika Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume sura ya 7, hata wakati wa kipindi cha sheria, ndugu, si kwamba wote walikuwa wakiishi chini ya dini iliyokufa. Hata katika kipindi hicho cha sheria, Mungu alikuwa hai. Mungu alizungumza nao kupitia manabii. Hata baada ya kumpa amri na sheria, watu walipaswa kusikiza kwa uangalifu sauti ya Bwana na kutekeleza neno lake. Unakumbuka katika sura ya 19, Kutoka sura ya 19, nimekumbuka nikisisitiza sana, Mungu alipookoa watu wa Israeli kutoka Misri, alitaka kuwafanya watu wake wa kipekee. Sura ya 19 mstari wa 4, mmeona yale niliyowafanyia wa Misri, jinsi nilivyowabeba kwenye mabawa ya tai. Kwa hivyo Mungu alitaka watu ambao wangesikiza kwa uangalifu neno lake. Lakini watu walisema chini ya sheria hawakusikiza neno la Mungu, wakidhani kwamba sheria ambayo Mungu alitoa kwa mkono wa Musa ilikuwa kwa ajili ya kutimiza kama dini iliyokufa. Hata baada ya kumpa amri 10 za sheria, Mungu aliendelea kuzungumza na watu hawa. Musa alikuwa kinywa cha Mungu, alikuwa nabii wa Mungu,
ambaye aliwaambia watu kile Mungu alichotaka wakati huo. Musa alikuwa mdomo wa Mungu, lakini watu hawakutaka kusikia. Hakuna kinachoweza kuchukua nafasi ya maneno haya ya Mungu, lakini watu hawa walikataa kuzungumza na Mungu kwa sababu dini ya Kiyahudi ilifanya kila mmoja ajione mwenye mamlaka na madaraka, na yeyote aliye katika mamlaka hapendi kuachia nafasi yake. Na kwa bahati mbaya hii inaendelea kutoka kizazi hadi kizazi. Kila wakati mfalme aliposikia nabii alisema kitu kinyume na matakwa yake, alifukuza, hakumsikiza. Mungu hakuwa na njia ya kuwatawala watu wake. Hii iko katika Mambo ya Nyakati sura ya 36. Bwana Mungu wa baba zao aliwazungumzia asubuhi na mapema kwa njia ya mitume wake, kwa sababu alikuwa na huruma kwa watu wake na makao yake. Lakini wao walidhani mitume wake, waliwadhihaki mitume wake, wakadharau maneno yake na wakawatania manabii wake, hadi ghadhabu ya Bwana ikashuka, wakawa hawana uponyo. Hii ni Mambo ya Nyakati sura ya 36:15. Hii waliwadhihaki manabii wake, wakadharau maneno yake na wakawatania manabii wake, hadi ghadhabu ya Bwana ikawashukia, wakawa hauna uponyo. Hii inalingana na Matendo ya Mitume sura ya 7, ambapo hata Musa alizungumza maneno hai kwa watu, lakini watu hawakutii. Kwa hiyo watu wa Mungu wanahitaji kuelewa kwamba Mungu hutawala kanisa kwa maneno hai, kwa kuzungumza kwa Mungu. Tunapokuwa na maneno hai ya Mungu, tunajua kwamba Mungu anatawala. Wakati hatuna maneno ya hai ya Mungu, ndugu, tunaingia katika dini. Kwa hiyo nataka kuonyesha kwamba katika Injili ya Yohana sura ya 11, kwa nini kukataliwa kwa manabii? Kwa nini kukataliwa kwa uongozi wa Mungu kupitia neno? Kwa nini kukataliwa kwa mitume wa Mungu? Kuna sababu gani? Yohana sura ya 11 mstari wa 47 unasema, wakati wa Yesu wale makuhani wakuu na Mafarisayo walikutana katika Sanhedrini na kusema, tutafanya nini? Kwa kuwa mtu huyu anafanya ishara nyingi. Mtu huyu alikuwa Yesu. Tutafanya nini? Mtu huyu anafanya ishara nyingi, tukimwacha hivyo wote watamwamini, kisha Waroma watakuja kutoa si tu nafasi yetu bali taifa lenyewe. Maana yake viongozi walikuwa na wasiwasi kuhusu nafasi yao. Walikuwa na wasiwasi kuhusu mamlaka yao, uongozi na marupurupu yanayotokana na nafasi hiyo. Kwa hiyo ndugu, kwa kipindi cha karne nyingi, mfumo wa kidini wenye nguvu
lakini bila uhai. Uliundwa kati ya watu wa Israeli chini ya uongozi wa viongozi wa kidini na walimu wa sheria. Wote walikuwa na mamlaka. Waliona mabadiliko yoyote ya kipindi kama tishio kwa uendelevu wao. Ikiwa kuna mabadiliko yatatokea, walipoteza nafasi, nitapoteza nafasi yangu, sivyo? Kwa hivyo daima walipinga mabadiliko yanatokana na neno la Mungu. Basi Kristo alipokuja, makuhani wakuu na Wafarisayo walikuta Sanhedrin, ambayo ilikuwa mahakama kuu ya Wayahudi, ili kumzuia Yesu, ambaye alikuwa anafanya ishara nyingi. Hofu yao ilikuwa ni kwamba wote wangemwamini Yesu na Waroma wangetokea kuchukua nafasi yao, na pia wangepoteza nafasi yao ya kuwa viongozi. Unajua kwamba kwa siasa kuna neno la Kiingereza ambalo sijui kama mnafahamu, ambayo inaitwa establishment. Mnajua inamaanisha nini neno hili? Ninaweza kusoma hapa na mnaweza kukagua kwenye Google. Linamaanisha kikundi kinachotawala au elite inayodhibiti siasa au taasisi. Ni elite inayojichagua yenyewe, yenye nguvu na ushawishi mkubwa kwa jamii. Wameingia katika taasisi mbalimbali na kuunda muundo wa mamlaka. Hao walioko kwenye muundo huu wa mamlaka wameingia katika taasisi mbalimbali, watafanya kila lolote ili kudumisha mamlaka yao. Hii ndiyo hasa inazuia Mungu kuongea na kuwaongoza watu wake. Bwana Yesu. Hii ilitokea kwa karne zote, ndugu. Na hiyo walipanga kila kitu ili kumuua Yesu. Yaani establishment kati ya Wayahudi walipanga kifo cha Kristo kwa sababu hawakutaka kupoteza nafasi zao, wala hawakutaka mabadiliko ya kipindi. Kristo alikuja kubadilisha kipindi cha sheria kuwa kipindi cha imani. Kuna mstari wa maandiko ninapenda sana, unaweka mambo wazi. Mathayo 23 mstari wa 2. Ijapo kuwa ni mstari mmoja tu, ndugu, una maana kubwa sana. Hapa kuna maana ya kina sana. Kitini hapa kuna maana ya kina sana. Kitini cha Musa waliketi maandishi na Wafarisayo. Hii inamaanisha nini? Mnachoelewa, kitini cha Musa ni kiti cha kukalia nabii, kukalia Musa au nabii, ambaye angeleta nini? Angeleta neno la Mungu na maneno hai ya Mungu kuyatolea kwa watu. Angeleta mwongozo kwa watu. Angeleta utawala wa Mungu kwa watu wake. Je, hiki ndiyo kiti cha Musa? Lakini kwa muda kitini cha Musa kilikaliwa na nani? Waandishi na Wafarisayo. Wala waandishi wala Wafarisayo hawawezi kuzingatiwa zaidi ya kuwa walimu. Hawana nabii, hawapokei ufunuo wa Mungu, hawana maneno hai ya Mungu. Kwa hivyo walichukua uongozi
na wakaenda na maneno haya ya Mungu kwenye dini iliyokufa. Mnaelewa? Kwenda kwenye dini iliyokufa, matokeo yake ni yale Yesu aliyoeleza hapa katika sura ya 23 ya Mathayo, dini iliyokufa. Matokeo yake ni yale Yesu aliyoeleza hapa katika sura ya 23 ya Mathayo, ambayo anasema, fanyeni na kushika yote waliowaambia, lakini msije matendo yao, kwa kuwa wanasema wala hawafanyi. Wanawaambieni nini kufanya? Basi walimu wanataka kukufundisha nini kufanya, lakini hawana nguvu ya kufanya yenyewe. Hawafanyi. Wanafunga mizigo mizito na ngumu kubebwa, wakaiweka juu ya mabega ya watu, lakini wao wenyewe hawataki kuisongeza hata kidole. Ni rahisi sana ndugu kuwaamuru wengine kufanya, lakini wao wenyewe hawafanyi. Hawabebi hii mizigo. Kwa hivyo wanaweka mizigo ambayo ni sheria. Mungu hakuwahi kutaka watu wapokee sheria kama mizigo mizito, walakini wanafanya matendo yao yote ili waonekane na watu, kwa maana wanapana vipandiko vyao na kurefusha mashada ya mavazi yao. Wanafanya yote ili waonekane. Wakitaka nini? Wanataka upendo wa watu, wanataka umaarufu, wanapenda nafasi ya kwanza katika karamu na viti vya kwanza katika masinagogi. Wanataka nafasi ya kwanza. Ndio maana mnakumbuka wakati wanafunzi katika Mathayo 18 walipokuwa wakishindana kati yao wenyewe, ni nani wa kwanza katika ufalme wa mbinguni? Yesu akamleta mtoto na kumweka katikati yao, akasema, msipogeuka na kuwa kama mtoto huu, hamwezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ndugu, ufalme wa mbinguni sio mashindano ya kuwa ni nani mkubwa. Kwa hivyo wanapenda nafasi ya kwanza katika karamu na viti vya kwanza katika masinagogi. Wanapenda kusalimiwa katika mahekalu na kuwa walimu wa watu, lakini wao wanaweza kuwa walimu lakini si wanabii. Lakini kweli ndugu, mwalimu wa kweli katika makanisa si kufundisha mafundisho yaliyokufa. Mwalimu katika kanisa hufundisha kama vile wanabii wanatabiri. Amen. Walimu hufundisha kila nabii anachotabiri, ambacho ni maneno hai ya Mungu, kwa sababu mmoja tu ndiye mwalimu wenu na nyote ni ndugu. Hakuna uongozi katika kanisa. Mtu yeyote hapa duniani msimuite baba yenu, kwa sababu mmoja tu ndiye baba yenu, yeye aliye mbinguni. Wala msiitwe viongozi, sababu mmoja tu ndiye kiongozi wenu, Kristo. Kristo ndiye kichwa chetu, ndiye anayetupatia mwongozo na mamlaka. Lakini mkuu kati yenu atakuwa mtumishi wenu. Hii ndiyo kanisa. Aliyejitukuza atashushwa, na anayejishusha atatukuzwa. Kwa hiyo ni nani anapaswa kuketi katika kiti cha Musa? Kumbukumbu la Torati 18. Kumbukumbu la Torati 18:15. Bwana Mungu wako atakufunulia, atakumfufulia nabii katikati yako miongoni mwa ndugu zako kama mimi, naye mtamsikiliza. Unapaswa kumsikiliza yeye. Ndiye atakaye sauti ya amri. Yeye ndiye atakaye watawala. Kwa hivyo ndugu, watu wa Israeli walipotea kabisa na hili. Hapa katika mistari wa 18, nitafanyia nabii wakati wa ndugu yao kama wewe, naye nitaweka maneno yangu vinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayomwamuru. Unakumbuka Yesu aliposema katika Yohana sura ya 5, yeye hasemi kwa nafsi yake, bali kama vile Baba anavyosikia ndivyo anavyofanya. Kwa hivyo hasemi maneno yake mwenyewe. Baba ndiye anaweka maneno yake kwenye nabii, naye
atasema yote nitakayomwamuru. Kila ambaye utasikiliza maneno yangu atakayosema kwa jina langu nitamhukumu. Kwa hivyo, ndugu, Yesu anajipoteza alipojitokeza kama nabii. Hakuna aliyesikiliza sauti yake. Baraza la wazee lilimkataa, badala yake wakamuua Yesu. Kwa hivyo mstari wa 20, lakini nabii atakayejidai kusema kwa jina langu neno ambalo sijamwamuru kusema, ama ambaye ataongea katika neno lingine ama miungu mwingine, huyo nabii ataangamia. Wafarisayo ambao walikuwa wameketi katika kiti cha Musa, wanaponena wanaongea kwa neno la Yesu Kristo. Hiyo ni hatia mbele ya Mwenyezi Mungu. Na ukisema kwa moyo wako na neno ambalo Bwana amesema, nabii huyo amesema kwa kiburi, usiogope. Hii inamaanisha ikiwa sio nabii wa kweli, hata kwa ameketi katika kiti cha Musa, msimpe heshima. Kiti cha Musa kinapaswa kusalia na nabii, na yule anafaa kukaa katika kiti cha Musa ni nabii. Na Yesu alipoketi pale, watu walitaka kumuua. Kwa hivyo watu wa Israeli walifanya kinyume, wakawakimbiza manabii kwa sababu hawakutaka kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo kanisa la Mungu ama kanisa la Yerusalemu liliundwa na Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Nitaanza awamu hii ya kwanza, lakini nitamalizia hapa, tutaendelea baadaye. Lakini nataka kuwaonyesha mwanzo wa sura ya pili mstari wa kwanza. Siku ya Pentekoste ilipofika, wote walikuwa katika pahali pamoja wakiwa na hali moja. Ghafla kutoka mbinguni kulikuja sauti kama upepo mkali, ukaja nyumba yote walipokuwa wameketi. Zikaonekana ndani yao midomo kama ya moto, ikatua juu ya kila mmoja wao. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kuongea kwa lugha nyingine kama Roho alivyowapa uwezo wa kusema. Hii ilikuwa kitu ambacho hakikuhusiana na sheria. Roho iliwajaza na hii ndio kilichotokea. Tunaweza kusoma katika Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 4. Alipokuwa akila nao, Yesu alikuwa amewaamuru wasitoke Yerusalemu, bali wangoje ahadi ya Baba, ambayo alisema, mmesikia kwangu, ahadi ya Baba ni ipi? Kwa kweli Yohana alitubatiza kwa maji, lakini nyinyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu siku chache zijazo. Kwa hivyo ndugu, mwanzo wa kanisa, Baba alimwaga Roho Mtakatifu kama roho ya nguvu, akabatiza kanisa lake na kuwapa nguvu. Katika mstari wa 6, walipokutana pamoja, akawauliza, Bwana, je? Kwa sababu Yesu alikuwa aweze kufufuka baada ya siku chache, baada ya siku 40, baada ya kufufuka akiwa na wanafunzi, akizungumza juu ya ufalme wa Mungu. Anataka kurudisha serikali yake kwa watu wa Israeli. Walikataa manabii, walikataa wajumbe, hawakutaka kusikia neno la Mungu, na Mungu akamtuma nabii Yesu akawaamua. Basi Mungu anataka kurejesha ufalme wake duniani. Jinsi gani alivyofanya hivyo? Akawaambia, si
mnaojua nyakati au majira ambayo Baba ameweka mikononi mwake, lakini mtapokea nguvu Roho Mtakatifu atakaposhuka juu yenu, na mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Yudea yote na Samaria, hata mwisho wa dunia. Ufalme wa Mungu na kanisa kwa ujumla, ingawa Mungu anajenga kanisa lake katika kila mji, kanisa huko Sao Paulo, Sao Bernardo, Santo André, Taguarulo, Tacosetuba na kadhalika. Lakini ndugu, lengo la Mungu ni moja: kupitia kanisa afikie lengo la Mungu ni moja, kupitia makanisa na kupitia Mungu anataka kufikia nini? Mstari wa 8, mtapokea nguvu Roho Mtakatifu ataposhuka juu yenu, mtakuwa mashahidi wangu. Lengo letu ni kupeleka ujumbe huu kote duniani. Wandugu watu, lengo letu ni kupeleka ushahidi ama ujumbe huu kote duniani. Kanisa lilipo Andrea Tacosetuba, tunataka ufalme uendelee kuenea, si ndio? Na kwa hivyo watu ambao wako hapa, Pentekoste haiko tofauti na vile ilikuwa pale Israeli. Nini walifanya ambacho kilikuwa tofauti? Walifanya ni kumwaga kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alikuwa ahadi ya Baba ili kanisa libatizwe na kupokea nguvu ya Roho. Leo kanisa lina nguvu hii ya Roho, na Roho hufanya kazi kupitia kanisa. Kwa hivyo kila kitu kimebadilika. Awali kulikuwa na jaribio la kutimiza sheria, lakini sasa tuna kanisa hai, kanisa linalotenda mujibu wa neno la Mungu na kwa nguvu ya Roho. Kwa hivyo katika sura ya 2 ya Matendo ya Mitume tunakuta hali ambayo tunaihesabu kama hali ya kawaida ya kanisa. Mstari wa 42 nasema, wakashikana katika mafundisho ya mitume, katika ushirika, kuvunja mkate na katika maombi, na akiwa katika ushirika katika neno. Tunafanya nini ndugu? Tunawasikilize kwa uangalifu neno la Mungu, na Mungu hufanya mambo yote. Kazi yetu ni kuwa na ushirika juu ya neno hilo, na ndipo maisha ya kanisa yanapoanza kuvunja mkate, maombi na kuachana na mali za kidunia. Walikuwa na kila kitu kwa pamoja, wakigawa kwa wale waliokuwa na haja. Waliendelea kwa moyo mmoja, wakivunja mkate nyumba kwa nyumba, wakila chakula pamoja kwa furaha. Sasa ndugu, tuna watu hai hapa duniani. Mungu ana watu hai tayari kutimiza mapenzi yake. Mapenzi ya Mungu yanatoka wapi? Kupitia neno la mitume. Roho alikuwa na uhuru wa kufanya miujiza na ishara. Waliendelea kwa furaha wakiwa na heshima kwa Mungu, na Bwana aliongeza kila siku wale waliokuwa wakiokolewa. Waliishi kwa furaha. Si tunaishi kwa furaha siku ya leo? Siku hizo zimerudi. Mstari wa 47, na waliendelea kufurahia katika Yesu wakiwa na heshima kwa Mungu, na Bwana aliongeza kila siku wale waliokuwa wakiokolewa.
Nitaka kuonyesha kwamba mitume haikuwahubiria kuhusu sheria au tohara. Mada kuu ya ubiri wa Petro ilikuwa kifo na ufufuko wa Kristo. Hii ndiyo mwanzo wa wakati wa imani. Petro kwa nguvu ya Roho alianzisha wakati mpya. Katika kupitia kune, hasa Petro alikuwa hodari, hakuogopa. Tunajua miujiza ilifanyika kupitia kwamba alitumwa na Mungu. Alikuwa nabii na alikuwa nabii na Mungu anathibitisha kwamba kuna miujiza ambayo ilifanyika. Aliokolewa kwa njia ambayo Mungu alikuwa amepanga, kwamba alibebwa na mikono ambayo haikuwa inafuata sheria na wakamweka katika msalaba, na Mungu akamuokoa kwa kumtoa katika uchungu wa kifo ambao hawangeweza kumshikilia. Na alikuwa na nini katika haikuwa sheria, ilikuwa ni kifo na kufufuo wa Yesu Kristo. Na hiyo ndio ilikuwa ishara walioendelea kwa imani. Kwa hivyo Petro hakufungwa kwa sheria za Kiisraeli. Aliendelea katika Roho na nguvu za Roho, na akiwa na wakati. Na katika mstari wa 22 tutaendelea kwa kusoma katika mstari wa 30. Kwa hivyo ukiwa wewe ni nabii, kwamba ameweka ishara katika tunda la Roho katika mwili, aliinua Kristo kutoka kwa kifo na akainua, kwa sababu Roho ya Mungu haingewekwa katika kuzimu. Huyu Yesu amemuinua juu, ambaye tunamshuhudia, na alipoinuliwa katika mkono wa kulia wa Mungu, tunafaa kuamini kwamba alikufa kwa sababu yetu, na sasa ameinuliwa na kwa katika mkono wa kulia wa Mungu. Na alipopokea ahadi za Baba, alimwaga Roho ambaye tunamuona na kusikia. Na tunamsikia wakati anasema kwamba Mungu Bwana alisema kwa Bwana wangu, kaa katika mkono wangu wa kulia mpaka wakati nitamaliza maadui wako na kuwaweka chini ya miguu yako. Na Mungu amefanya huyu Yesu ambaye alisulubiwa kwamba ni Bwana na mpakwa mafuta. Kwa hivyo tunasema nini baada ya kusoma mambo haya? Petro alifurahia Mungu kwamba alijazwa na Roho, na alikuwa amefungwa na Wayahudi, na Yesu alimtumia kuleta mwanzo mpya. Na kifo na ufufuo wa Yesu Kristo na msalaba wa Yesu Kristo ilituonyesha kwamba ni njia ama ni ishara ya sisi ya vile tutafuata mapenzi ya Mungu kupitia kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Kwa hivyo kifo na ufufuo wa Yesu Kristo ni kitu cha muhimu ambacho kinatutoa kutoka kwa sheria, na tunapofuata sheria tunaharibu kazi ya msalaba na ile mambo Mungu alituletea kupitia msalaba. Kwa hivyo tunapoendelea na ujumbe huu, nataka kuwaelezea wandugu kwamba tunataka
tuanze kitu mpya ambacho Petero ambaye alikuwa na nguvu na alikuwa na msimamo bila kuogopa dini na viongozi wa kidini ambao walikuwa na watesa, kwamba alikuwa na nguvu, kwamba wao ndio waliomuua Yesu na ambaye alikuwa analeta mwanzo mpya na kipindi kipya, na alikuwa na nguvu na alikuwa amejazwa Roho. Na baadaye tutaona kwamba ushindani ulikuwa unazidi na kuzidi baada ya kifo cha Stefano, na tutaona watu waliogopa kuteswa katika Wagalatia 5:6, kwamba watu walikuwa na uoga wa kuteswa na hawakuwa wanaogopa msalaba wa Yesu Kristo na yale yote Mungu ametimiza. Lakini sasa tuko katika Agano Jipya, wafanya tenda kazi wa mwisho, na kanisa liko katika kanisa, lakini kanisa limekuwa likididimia, lakini Bwana anaendelea kutuinua, na sisi ni watenda kazi wa masaa ya mwisho. Hatuna nguvu, lakini Bwana anatufanya tuwe tumekamilika, na Bwana anafanya sisi ambao tuendelee kufanya kazi yake na tuendelee kufanya kwa Roho wake. Roho anaendelea kututumia vijana wetu ili tuwe watu wepesi, na Roho Mtakatifu ako na nguvu na anatupatia njia na anatupea uweza wa kumaliza na kutimiza neno la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu.